Shalom wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, ni muweza, ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Shalom. Tunapoamka sio kwa nguvu zetu, sio kwa uweza wetu, ila mkono wake Emmanuel umetuongoza. Shalom. Ndiposa ni vema sana kuwa mtu wa kupenda kushukuru mbele za Bwana, ukimwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya neema ya uhai. Shalom watoto wa Mungu. Nashukuru sana Roho Mtakatifu, ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Shalom. Neno ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo ni kuhusu maana ya mlinzi. Mtoto wa Mungu, ni kitabu cha Waamuzi 2:7. Mlinzi ni wa muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, mtoto wa Mungu, na mara mingi mlinzi anapoondoka, shetani huwa anapata nafasi ya kuweza. Mara mingi shetani huwa hafurahii kipindi ambacho Mungu anakuja kukomboa na kutoa katika mateso. Kwa hivyo shetani ni kama simba anayetafuta roho za watu. Kwa hivyo huwa anatembea aone kama ataweza kupata nafasi mahali kwa kuingilia. Na hapa ndipo tunaona Musa anapoondoka, Israeli wanamkosea Mungu. Yoshua anapoondoka, Israeli pia wanamkosea Mungu. Ila walipokuwa akilia, Mungu alikuwa anawasikia sauti yao, na tunaona anawainulia waamuzi, lakini ule mwamuzi akiondolewa wanafanya dhambi. Shalom. Kwa nini mtoto wa Mungu? Ni kwa sababu mchungaji ambaye nguvu za Mungu ziko juu yake ameweza kuondoka. Kwa mchungaji ni wa muhimu katika maisha yetu sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ni kama simba anayetafuta roho ya mwanadamu, na siku zote anatafuta mahali kwenye atapata nafasi. Shalom watoto wa Mungu. Moyo wako unapoupatia nafasi, adui anakuja, anaingia. Na hapa ndipo unakuta mara mingi Israeli walipokuwa mwamuzi akiondoka wanamkosea Mungu, na Mungu anakasirika na wao, anatamani hata aweze kuwafutilia mbali sana uso wa nchi, lakini kunapatikana kibali cha kukombolewa tena. Shalom. Kwa sababu mlinzi ameondoka. Na hapa ndipo unakuta sasa Mungu mwenyewe anaamua, anasema ya kwamba watu wangu nitawapatia Roho Mtakatifu atakayewasaidia. Maana tunapoona katika Agano la Kale watu waliishi kumkosea Mungu, na Mungu alikuwa anawaangamiza mara mingi. Lengo la shetani ni mtoto wa Mungu, lengo la adui ni Mungu aweze kuangamiza kama bado haujaokoka. Lengo la adui ni Mungu aweze kufutilia mbali na uso wa nchi, ili ukufe katika maovu yako, na hilo ndio lengo la shetani. Na hapa ndipo unakuta mara nyingi wanadamu walikuwa na muasi Mungu. Mungu anatamani kuwafutilia mbali, ila wanapata kibali mbele za Mungu, na kwa sababu adui anatamani akufe na roho yako kama bado roho yako iko ndani ya dhambi. Shalom. Na hapa ndipo anatafuta nafasi. Sasa hapa ndipo Mungu anasema, anaona ya kwamba ni vema hao watu niweze kuwapatia Roho Mtakatifu ambaye atawasaidia katika mapungufu yao. Shalom. Na sasa ndipo unaona maandiko yanasema ya kwamba lazima uokoke na kubatizwa na kumpatia Yesu maisha yako, ili uweze kukiri dhambi zako na kuweza kukaa katika utakatifu, ili adui shetani asipate nafasi ndani yako. Tunapoangalia Agano la Kale na Agano Jipya, kuna tofauti. Katika Agano Jipya Mungu anaweza kuwahurumia wanadamu sana, sio kama kipindi cha zamani. Maana zamani wanadamu walikuwa hawajakamilika. Mungu alikuwa anawainulia nabii, anawainulia mwamuzi, lakini wanapata amemkosea huyo Mungu. Kama Mungu alikuwa anashinda, nitafanya nini ili huyo kiumbe akae katika utaratibu ambao mimi mwenyewe nataka? Maana Mungu pia ana mipango yake, mtoto wa Mungu. Shalom. Mungu pia anatamani aweze kupata amani yake. Shalom. Wanadamu alikuwa anamkosea amani. Na hapa ndipo akasema, sasa nitaachilia roho yangu ndani yao, ili atakayesikia na kutii sauti ya Roho Mtakatifu aweze kuokoka na kukaa katika njia za kumpendeza Mungu. Na hapa ndipo unakuta maandiko yanasema ya kwamba wewe ambaye hauna Kristo ndani yako, Mungu, wewe sio mwana wa Mungu. Wewe sio mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu bado haujakamilika.
bado haujakamilika. Ni kweli unaweza kuwa umejua maandiko, umejua kusoma vitabu zote, ila ndani yako hakuna mtu anayekusaidia katika mapungufu yako. Na unapokosa Yesu ndani yako, wewe ni mtu bure. Unapokosa Roho Mtakatifu, wewe ni mtu bure, mtoto wa Mungu. Kwa sababu unaweza kuwa umekaa katika utakatifu, ghafla mtu anakuja na kuudhi na unakuta umemjibu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako ni ngumu uweze kujibu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako ni ngumu sana uweze kupatana na majaribu ya adui, maana unakuwa na ile nguvu ya kumpinga. Na mara mingi Roho Mtakatifu huwa anakuelekeza kwa maandiko. Kwa unapotaka kufanya kitu anakuambia kumbuka kumeandikwa hivi na hivi. Kwa unakuwa na ujasiri wa kuweza kumpinga adui shetani. Shalom. Kwa sababu kuna msaidizi ambaye kuna mlinzi, kuna msaidizi ambaye anakaa ndani yako. Na hapa ndipo unakuta watu wanaweza kumpinga adui, na hapa ndipo unakuta Kristo anakupatia mamlaka ya kuweza kumpinga shetani. Anasema ya kwamba mpinge shetani na ataweza kukimbia. Kwa sababu kipindi cha zamani watu walikuwa bado hawajakamilika, Mungu alikuwa bado hajawakamilisha, walikuwa hawajakamilika bado. Walikuwa ni kweli wanajua Torati, wanajua maandiko, amri za Mungu amewapatia amri 10 wazifuate, lakini ilikuwa ni ngumu huyo mwanadamu kuweza kukaa katika hizo amri, maana kila saa alikuwa anajikwaa. Kwa mfano, imeandikwa ya kwamba usiue. Kwa hivyo walipokuwa wanasoma ile maandiko, walikuwa wanajua kuwa tu katika ulimwengu wa mwili, lakini unapomchukia ndugu yako unakuwa umemuua katika ulimwengu wa roho. Kwa hapa ndipo nakuta Yesu anasema ya kwamba hamjui kama mtu akimchukia ndugu yake anakuwa amemuua katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo kila kitu inaanza katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo unapojizuilia katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili unashindwa kutenda, maana kuna msaidizi ambaye anakaa ndani yako atakaye kusaidia kwambia kwamba unapomchukia ndugu yako unakuwa umemuua katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo ile kitu inakuwa haijanzi, unakuwa umeizuilia katika ulimwengu wa roho. Na ukizuilia katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili ni ngumu utende dhambi ya uuaji. Shalom. Maana kuna msaidizi aliyekusaidia katika ulimwengu wa roho. Shalom, watoto wa Mungu. Na hapa ndipo unakuta taifa ambalo halina Yesu, taifa ambalo halimpokei Yesu, kuwa ni rahisi kwao, kwa sababu hao wanajua kwamba ni kuwa tu katika ulimwengu wa mwili. Wanashindwa ya kwamba kama wangejizuilia katika ulimwengu wa roho hawangeweza kumwaga ile damu, maana yake kunakuwa na roho ya kisasi ya uharaka. Na hapa ndipo unakuta shetani anapata nafasi kwa mataifa ambayo hayajampokea Kristo, maana hakuna msaidizi ambaye anawasaidia katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya kuweza kukaa na Yesu ndani yako, ili uweze kuwa na msaidizi, mchungaji anayekuchunga katika ulimwengu wa roho, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu aweze kusifiwa sana. Shalom, watoto wa Mungu. Hapa ndipo unakuta Israeli anamtumikia Mungu katika siku za Yoshua, lakini anapokufa Yoshua wanatenda dhambi. Sasa Mungu alichoka na ile kuinulia, anawainulia nabii, anawainulia mtumishi, anawachunga, lakini anapokufa, anapoondoka, maana mwanadamu ni udongo na kula ambako ametoka ndiko atakaporudi. Kwa hivyo anapoondolewa, shetani anapata nafasi na kuwavuruga zaidi. Na hapa ndipo unakuta maandiko yanasema ya kwamba kutatokea shina katika nyumba ya Yese, ambaye atawachunga watu wangu Israeli katika fimbo ya chuma. Maana yake unapokuwa na Yesu ndani yako, mtoto wa Mungu, unazuilia mambo ambayo adui angekuja kuyafanya katika ulimwengu wa mwili, unayazuilia katika ulimwengu wa roho, mtoto wa Mungu. Maana kuna mchungaji ambaye anakuchunga ndani yako, mtoto wa Mungu. Shalom, mtoto wa Mungu. Kwa unaposikia Roho Mtakatifu ni yeye anayekusaidia ili usitende dhambi. Ile dhambi uweze kuipinga na kuikemea katika ulimwengu uweze kuipinga na kuikemea katika ulimwengu wa roho, ili katika ulimwengu wa mwili usiweze kutenda dhambi, mtoto wa Mungu. Na hapa ndipo unakuta unaambiwa ya kwamba usitumie kitu chochote kujikinga, maana kuna mlinzi ambaye anakulinda wewe katika ulimwengu wa roho, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu aweze kusifiwa sana. Shalom, shalom.